Watu wa Mungu aliye hai, kuna kitu ambacho kimekuwa kikitokea sana katika nyakati za sasa, hususani kwa wanawake waliopo ndani ya ndoa. Unakuta mwanamke yuko kwenye ndoa, labda amepata baraka ya Mungu, amezaa watoto 3 na wote ni wa kiume watupu. Nao mwingine amezaa watoto 2 na wote ni wa kike watupu. Anaanza kutamani kuwa na jinsia nyingine ya mtoto nje na yule aliye naye. Hichi kitu ni cha kawaida kabisa kuwepo kwa mwanadamu, kwa mwanaume au kwa mwanamke ambao ni wanandoa. Ni hali ya kawaida kabisa kutamani kuwa na mtoto wa jinsia ambayo huna kwa wakati huo. Shida inaanzia pale ambapo una watoto labda mfano wa kike 3, unatamani mtoto wa kiume. Kwa unakuta mwanamke anakuwa ni mjamzito, anakuwa amebeba ile mimba akiwa anaamini safari Mungu atanipa mtoto wa kiume kwa sababu nina wa kike watupu. Labda bahati mbaya unaenda na kupiga ile ultrasound ambao siku hizi watu wanafanya baadhi, na kwenye ultrasound unaambiwa ni wa kiume. Unaendelea kujiaminisha na kuweka imani mpaka unaandaa na mazingira ya kupokea mtoto wa kiume. Afu ghafla siku ya kujifungua, kwa kuwa Mungu si mwanadamu, kama alivyosema kwenye Isaya ile 55 mstari wa 8 hadi wa 10, mawazo yake sio ya kwetu, njia zake sio za kwetu. Unashangaa ghafla unasikia jifungua mtoto wa kike. Wanawake wengi katika nyakati kama hizo wanakuwa disappointed, anajikuta hadi anamchukia huyo mtoto kwa sababu tu sio wa kiume kama yeye alivyotamani. Wapendwa, ni vizuri kutamani jinsia fulani, ila usimlazimishe Mungu akupe jinsia ambayo yeye ameona haifai wewe kuwa nayo. Kila mtoto unayemzaa, haijalishi ni wa kike, ni wa kiume, ni wa kiume watupu, ni wa kike watupu, ni Mungu ndiye anayekupa kibali cha kumzaa. Unachotakiwa ni kupokea, hata kama kwenye moyo wako kuna tamanio la jinsia fulani. Wapendwa, Mungu hajapenda kukupa hiyo jinsia. Hatuishi duniani kwa namna tunavyopenda sisi, ila tunaishi kwa namna anavyopenda Mungu. Na ndio maana wewe apokee mapenzi yake. Kitendo cha kumkataa mtoto kwa sababu sio wa jinsia uliotamani, kwenye ulimwengu wa roho unakuwa umemjeruhi yule mtoto, na hata unaweza ukamuingizia roho ya ushoga. Kama ni wa kiume ulitamani yawe ya kike, au kama ni wa kike unaweza kumuingizia ile roho ya utomboi ya kuanza kutamani mapenzi ya kike, kwa sababu anakuwa na homoni za kiume na ili hali ni wa kike. Maana mama ulianza kumjengea hicho kitu tangu tumboni kwa sababu ya matamanio yako ya jinsia fulani. Kwa hiyo ni jambo linaathiri pia mfumo wa ukuaji wa mtoto. Wapendwa, heshimu jinsia Mungu anayokupa. Hata kama moyo wako unatamani jinsia nyingine, Mungu akusaidie uweze kuwa na mtoto ambaye ni jinsia Mungu aliyokupa. Na ninakuombea wewe ambaye una watoto wa kike watupu, Mungu akupe amani nao watoto wa kike watupu. Na kwa mapenzi yake ninakuombea akufungulie mlango upate na jinsia nyingine. Lakini pokea atakayekuja. Sema amen. Haleluya.